vya kwenda mbinguni, na Bwana amekuwa mwaminifu toka mwaka ule wa 2009 hadi wa leo. Ameendelea kunikumbusha njia hii. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo niko na ujumbe wa Bwana, na kichwa cha ujumbe wa leo ni dhabihu iliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Katika neno tumesomewa kwamba Torati basi ni kwamba ni utangulizi wa mema yatakayokuwa, na si kwamba ni kwa zile dhabihu watu walizotoa, kwa sababu dhabihu zile walizozipeleka ama walizokuwa wakizitoa hazikuweza kufanya watu wale kuwakaribia, yani kuwaosha, kuwafanya safi. Bwana Yesu asifiwe. Katika dhabihu zile walizotoa haikuweza kuwakamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dhabihu ambayo inakamilisha mtu. Tukiongea habari za dhabihu iliyo hai, ni dhabihu ambayo itaendelea kuishi na kuendelea kunena katika maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni dhabihu ambayo ikitolewa mara moja itaishi na haina haja tena ya kutoa dhabihu nyingine, kwa sababu hiyo dhabihu ni ya ukamilisho tosha. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu Kristo akiutoa mwili wake kwa ajili ya maisha ya wanadamu, ni dhabihu ambayo alitoa kuwa hai katika kizazi milele na milele yote. Bwana Yesu asifiwe. Ndio pale neno linasema ya kwamba watu wale katika Agano la Kale waliweza kutoa dhabihu ili kuweza kutoa kwa ajili ya dhambi, na hizo dhabihu walizozitoa si kwamba walizitoa siku moja na ikawa ni basi. Bwana Yesu asifiwe. Bali kulikuwa na makumbusho ya wakati na majira kwa ajili ya kutoa dhabihu nyingine kwa ajili ya dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi anasema hivi katika hiyo Waebrania kwamba dhabihu zile walizozitoa kama mbuzi na kondoo hazikuweza kuwaosha dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hazikuweza kukamilisha mtu, na kama sivyo basi hawangeendelea kuweka ukumbusho wa mambo hayo kuyafanya mwaka hadi mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hayo matambiko watu wanafanya ni kwamba kila mwaka, Bwana Yesu asifiwe, kunao watu ambao wanachinja mwaka hadi mwaka kwa ajili ya madhabahu walio nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuendelea kuyainua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tulio ndani ya Kristo, Bwana alikamilisha yote pale msalabani, na hivyo sasa sisi hatuhitaji tena kuchinja kondoo wala kuchinja mbuzi wala ng'ombe ili kwamba tutafute utakatifu ama tutakaswe dhambi zetu ama kujitoa katika minyororo ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo Yesu alimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa mteule wa Yesu kama kondoo, neno kondoo na Yesu akiitwa mwana kondoo wa Mungu, ni kwamba kondoo ilihesabiwa kuwa kama kafara. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma katika hiyo Agano la Kale, tuliona pale Abrahamu alipokuwa Mungu ametoa amri kwamba yeye aweze kumtoa mwanawe wa pekee kuwa dhabihu ya kuteketeza, ili kwamba Mungu akapate kumtenda mema katika maisha yake. Naye Ibrahimu hakukataa mwito wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa amemtoa mwanawe kwa moyo na kuweza kumtoa kama dhabihu, tunaona kwamba sauti ya Bwana ilijidhihirisha, na wakati ilipojidhihirisha kwake kwamba asiweze kumchinja mtoto yule, Mungu alijitolea mwenyewe mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo wa Mungu alitolewa bure, ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu hakugharamika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anajitengenezea mwenyewe. Hata wakati alipokuwa anatukomboa alitoa mwana wa pekee juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu akamwambia Ibrahimu, kwa kuwa wewe umechukua hatua hii kunitolea mwana wako wa pekee, basi katika kukuzidisha nitakuzidisha
na hakika katika kubariki nitakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe unajiuliza, yule mwana wa pekee, Bwana Yesu asifiwe. Saa hiyo ukiulizwa utoe kitu cha pekee katika maisha yako, je, ni mtoto? Je, mali ulizo nazo? Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, mlango ni ule wa 2 mstari wa 5. Biblia inasema hivi: na nyinyi kwa kuwa mumawe yaliyo hai, basi mmejengwa kuwa nyumba ya Roho, kuhani mtakatifu, mutoe dhabihu za Roho zilizokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe, kitu ambacho wewe unaweza kukitoa si mali. Bwana Yesu asifiwe. Si pesa zako. Kitu ambacho kinaishi ndio pale katika Warumi 12 mstari wa 1. Biblia inasema ya kwamba basi ndugu zangu, mtume Paulo anasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, muitoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai ya takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kile kitu kikubwa ambacho Mwenyezi Mungu anataka kwako, ambacho hicho peke yake ukimpatia, na ndio shetani anakingangania, ni roho yako. Wacha kutoa vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu Kristo akisalitiwa, alisalitiwa na mmoja wa wanafunzi wake. Wanafunzi wale walikuwa 12. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujue tofauti ya kujitoa mwili wako kwa ajili ya Kristo na kujihudhurisha kama muamini tu. Bwana Yesu asifiwe. Judas Iskariote hakukosa katika ibada zote Yesu alizokuwa akizifanya. Mafundisho aliyapata. Bwana Yesu asifiwe. Aliweza kujua yale yote Yesu aliyofanya, na akatambua fika kabisa huyu ndiye mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nisipojua kitu ambacho adui anateka ni moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio pale Yesu anamwambia Judas, wewe ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Anaambia wanafunzi wake, je, sikuwachagua nyote, lakini mmoja wenu atanisaliti, maana amekuwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ukiitwa shetani, Bwana Yesu asifiwe, si kwamba wewe unajua shetani. Shetani ni matendo. Bwana Yesu asifiwe. Utamuona shetani kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati Yesu anaita Yuda Iskariote shetani, kwamba tayari yeye alikuwa ameuza moyo wake kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba nia yake na dhamiri zake zimetekwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama katika wanafunzi 12 wa Yesu waliotembea na Yesu kabisa, Bwana Yesu asifiwe, tena shetani alipata nafasi, wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Si atapata nafasi. Wajua kujihudhurisha si kwamba wewe unampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata hapo ulipo unajua shetani anakuzungumzia. Haleluya. Na kama kweli shetani hakuzungumzii, yale ambayo yanahubiriwa kila siku ndani ya kanisa tungeyashika, ingekuwa si kanisa la kawaida. Sababu kitu ambacho Kristo kimeweza kuwasumbua ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tu. Hatuwezi, na wacha nikwambie, hakuna mwanadamu anayobeba upendo 100%. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwenzake, unafiki wa Judas. Bwana Yesu asifiwe. Yuda alikuwa na Yesu. Injili inaharibiwa na wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Yule shetani anatushika kwa sababu sisi ndio tunatoa siri za Kristo kumpelekea yeye.
Wale watu walipokuwa wanataka kumshika Yesu, hata walikuwa hawajui watamtofautisha vipi, maana hafananishwi. Alijulikana na kwa wale ambao wanaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu ndiye naye wewe, ukimlinda hafananishwi na kitu chochote, kwa sababu hata adui mwenyewe hawezi kumtambua. Anatambuliwa na wale wa pekee yao waliofunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Naye Yuda Iskariote alikuwa amefunuliwa udi ya Yesu. Ndio akawaambia, twendeni, yule nitakaye mlaki na kumbusu mjue ni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza jiuliza, hao watu walikuwa wamefanana wote? Bwana Yesu asifiwe, masura yao. Ndio pale Yesu anasema, naomba mbadilishwe mfanane na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Sikubadilishwa sura. Bwana Yesu asifiwe. Badilishwa mioyo yako ndani ufanane na yule wa Yesu. Haleluya. Amen. Suva makanzu useme nataka kufanana na Yesu. Si hayo. Bwana Yesu asifiwe. Hapo uliona Yesu amevaa makanzu, wewe vaa makanzu, asema mimi pia nataka kuwa kama Yesu. Yesu hana haja haya unayoyaona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana damu, wacha niwaambie kitu kimoja. Wakati damu ilitumika sana, hata wakati Mungu anapowatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, aliweza kumwambia Musa, kisoma kile kitabu cha Kutoka 12 hapo utapata, lakini nataka uangalie pale mstari wa 23 ambapo Mungu anamwambia Musa, Bwana atapita na atawapiga hao wana wa Israeli. Lakini akiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika mimo, basi Bwana atapita na hataweza kuachilia mharibu kuingia ndani ya nyumba yenu kuwapiga ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo 23. Hivyo inadhihirisha kwamba wakati Mungu anasema atawapiga wale wa Israeli, Israeli anayeongelewa ni adui. Bwana Yesu asifiwe. Maadui. Ndio Bwana anatambua kama wana wa Misri. Anaongea wa Misri kuwa maadui. Akisema nitawapiga wa Misri, aliaminisha kwamba atapiga adui zetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale wote waliokuwa na damu ya Yesu. Kwa hivyo wewe kuokoa moyo wako ni uwe na chembe ya mwanakondoo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu awe ndani ya moyo wako kweli kweli. Hizi sadaka tunazotoa katika madhabahu ni za mahitaji yetu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza toa sadaka hapa, unataka ufunguliwe milango ya kazi, hilo utafanyiwa. Unaweza toa sadaka hapa, unataka kupona, utapona. Moyo wako umedhamiria, utapokea uponyaji. Lakini ondoleo la dhambi mpaka utoe moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani utoe moyo wako? Huo ndio unayoishi. Mungu akisema kwamba itoe dhabihu, yani mwili wako bali utoe kama dhabihu iliyo hai, anataka roho yako, maana hiyo ndio inaishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Si mali inaisha. Bwana Yesu asifiwe. Hakiishi. Nyumba hizi tunazokaa haziishi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tunaona kwamba Mungu anataka, wacha nikwambie kitu kimoja. Wakati Mungu akiitisha Ibrahimu yule mtoto wake, alikuwa amempima ndani ya roho yake. Kwa hivyo yule Isaka unayemuona pale ni roho ya Ibrahimu. Alitokwa na Bwana. Na wewe Mungu ukimtolea Mungu roho yako, atakufanyia mambo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katika hiyo anatambua kweli wewe umempenda. Bwana Yesu asifiwe. Kumpenda Mungu si kwa sadaka za fedha zinazoleta katika madhabahu. Hapana. Kama ni hivyo, basi sote tungeenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno linasema sio wote wasemao Bwana Bwana watakaorithi ufalme wa mbinguni. Kwa sababu gani? Tunajazana hapa, tunafanya ibada zote, watu wanatoa matoleo makubwa, lakini haya hayawezi kuondolea wewe dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Hayo
hayawezi kukufanya wewe kurithi ufalme wa mbinguni. Utaurithi ufalme wa mbinguni unapotoa dhabihu kwa ajili ya maisha yako. Toa moyo wako kwa ajili ya maisha yako ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hicho ndicho kinachotushinda sisi. Na ndio shetani mwenyewe anatumia silaha ile ile. Kwa sababu moyo wako ndio unakuwa twisted. Shetani ndio hutumia hiyo, yani inang'ang'aniwa. Mungu anataka moyo wako, shetani naye anataka. Ndio Paulo anasema mtu nimeuza roho yangu kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Si wako. Bwana Yesu asifiwe. Wako wanaouza roho zao kwa shetani. Na akiuza roho yake kwa shetani, shetani huwa anakuambia hivi. Kama amekupatia mali yake, huwa hataki umchinjie. Unajua wakati Mungu akisema Abraham amtolee mtoto, vile yani si unajua yeye alikuwa yule mtoto ni mtoto wa pekee. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa pekee. Sasa wewe mtoto wako wa pekee katika maisha yako ni roho yako. Hiyo pekee yake. Bwana Yesu asifiwe. Wacha hao wengine wazazaa hawa. Wengi ukabarikiwa ukawa na watoto 20. Lakini kuna mtoto wa pekee ambaye unaye wewe ndani ya nafsi yako, ni roho yako. Si haya. Wewe ukawa na watoto 10 utagoja mtoto wa pekee utachagua gani? Bwana Yesu asifiwe. Maana wote ni wa mwili na damu wanaisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitaka kitu cha kudumu, ambao ni moyo wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona ya kwamba hata shetani mwenyewe naye akimteka mateka mtu, wakati ambapo anataka kufanywa ni mtu, unaona kama amejiingiza huko kwa madevu tu. Unatoa mali kweli, lakini ujue unatoa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Si mbuzi. Mlitambua hivi. Wengi imewashinda hayo maeneo. Waweza kuingia kule kama mtu wa bibi yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiingia yani kwa sababu akuguse moyo wako. Hiyo ndio ile inagusa ndani ya moyo wako. Ndio hiyo. Toa bibi yako. Toa mama yako. Bwana Yesu asifiwe. Na sana sana ni hivyo. Huwa anataka ajue kama kweli shetani unampenda, utoe kitu ambacho umekipenda, ama mamako na baba yako. Toa hao. Tukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanatoa alafu wanalia. Haleluya. Wanatoa. Hivi unaweza kuona, unaona Mungu ni roho. Wakati wewe unapotoa roho yako na roho wa Mungu anayekuja zinagongana, hiyo inakuwa ni magnet. Bwana Yesu asifiwe. Na utapata nguvu katika roho, si katika mwili. Connection yako wewe na Mungu iko katika roho. Roho yako itakapochafuka ijae machafu, hauna connection na Mungu. Usijidanganye. Bwana Yesu asifiwe. Hata utakuja kuimba hapa kimwili, ucheze kweli, lakini ni wewe, lakini ndani yako hamuna yule unayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Utaimba sifa zote hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sifa hazimgusi yule, kwa sababu ndani ya nafsi yako hajapata nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utakapompatia nafasi huyu Yesu Kristo, siku ya leo atabadilisha maisha yako. Kwa sababu ni dhabihu inayoishi, iliyo hai. Na tena hakuna zaidi ya hiyo tena. Sasa sisi hatuhitaji kwenda, simunikuwa mnaenda kwa waganga mkichinja kuku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mnataka kutendewa. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka hadi mwaka. Mimi najua maboma zingine hata leo bado zina makumbusho tu. Haleluya. Kondoo zinachinjwa. Siku hizi hatuendi tena hizo kondoo. Tuko mwana kondoo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ukiwa ni mmoja wa kondoo wa Yesu Kristo, ni ujitoe kafara wewe mwenyewe jinsi ulivyo. Bwana anataka kondoo kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ajabu saa hii basi kuna maumbwa, kuna masimba, kuna madudu gani ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Zimechanganyikana huko ndani. Lakini zote zinakuweka vimoja. Haleluya. Zaidi kama kondoo, lakini si kondoo hizo.
Lakini si kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Kondoo anatambulika kwa matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Kondoo na mbwa ni utulivu. Si ndivyo? Watulivu sisi watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio tuna vita, hata tunapiga nasi wenyewe kwa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haya hao walioko nje wasemeje? Yeye tu mlioguswa na damu ya Yesu, ambao mnajiita Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wetu, mwapiga na wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wako nje watasemaje? Haleluya. Tukiwa tunasema tunamsifu Yesu Kristo, tumsifu kweli kwa matendo yale ambayo yanasomwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia Biblia inasema nyinyi ndio chumvi ya ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi ndio tumekuwa kama ambaye si kitu. Yaani tumekuwa kitu useless, tasteless. Chumvi inajulikana kwa makali yake. Wewe uko na makali ya chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.